Hujambo na karibu. Jina langu ni Dalila Sharon. Katika eneo bunge la Dagoretti Kusini, kaunti ya Nairobi, wakazi wameelezea wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa dawa za kutosha katika hospitali za umma. Aidha, wakazi wanalalamikia uzembe wa wahudumu wa afya kwa wakazi wa Nairobi. Hali hii imezua hasira kote nchini. Mwanahabari wetu Ivan Nafula na taarifa zaidi. Akizungumza na Mtaani Radio, Alex Leti, mkazi wa Uthiru, alisema kuwa huduma za afya zimekuwa changamoto kubwa hasa wakati wa migomo ya madaktari. Huku Uthiru sometimes unapata matibabu haipatikani, madawa hakuna katika hospitali za umma, especially madaktari wa kigoma tena wanapata hata wanaacha wagonjwa kwa line bila kuwahudumia, na hata huwa inasababisha kifo ama madhara zaidi. Wakazi pia wanasema kuwa watu wengi wanahangaika kupata huduma bora za afya hasa katika hospitali za umma. Wana wasiwasi kuwa uzembe huo unaweza kusababisha vifo. Mgomo wa madaktari ama madaktari kupeana huduma zisizohitajika ama huduma za hii inaweza pata mama aliye mjamzito amewekwa katika laini huku badala anafaa kupewa huduma ya kwanza. Kwa maoni yangu, ukiangalia huduma za afya katika eneo hili la Uthiru, huduma za afya ziko chini, particularly ukiangalia wakati wa madaktari wanaenda katika mgomo, unapata kwamba wagonjwa wanasalia katika ile line, wengine wa mama wajawazito kwa hapo hivyo wanataka kujua nini madaktari ya wao. Wakazi wa Uthiru sasa wanaisihi serikali iingilie kati kwa dharura, irejeshe hali ya kawaida na kuhakikisha kuwa vituo vya afya vina vifaa vya kutosha na vinahudumiwa ipasavyo. Haya yanajiri wakati bajeti ya mwaka wa 2025 na 2026 inapendekeza mgao mzuri kwa Wizara ya Afya. Nikiripotia Mtaani Radio, jina langu ni Ivan Nafula. Na naibu kamishna kaunti ndogo ya Dagoretti Jared Ratemo pamoja na viongozi wengine walianzisha juhudi za kukomboa uwanja wa Ndularwa kutokana na njama ya kunyakuliwa na mabwenyenye. Triza Aloyo anaeleza zaidi. Naibu County Commissioner Jared Ratemo alisema kuwa ardhi hiyo imefanywa kuwa kituo cha kuweka magari machafu. Zaidi na hayo, amesema kuwa sehemu hiyo imesalia mikononi mwa watu binafsi kinyume na matakwa ya wakazi wa Dagoretti. Obstruction by the people wanatengenezea magari kwa barabara, littering around that and dumping. Mtu analeta magari 3 anatambu kwa garage. Aliongeza kuwa magari yanayoletwa katika eneo hilo yanapaswa kupewa sehemu maalum ya kuegeshwa ili kuepusha msongamano. Angependa watafutiwe mahali kwenye watafanyia transport, si hata tuktuk peke yake, but transport as a whole. Matatu wote wapate mahali pa kufanyia kazi so that they don't obstruct the road. Eric Kiogora, mwakilishi wadi wa Riruta, alisema kuwa ni jukumu la jamii ya Dagoretti kulinda unyakuzi wa shamba hilo. Pakae garage, waache kuingia kwa barabara. Moment unaingia pale kwa garage, umejisikia kana pati ili umejenga kakiube kwako na umekatuka hapo na ukota rent, hata ndio hapa. Hakikisho lilitolewa kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale wanaotumia ardhi hiyo vibaya. Pia wana mipango ya kuboresha na kuhakikisha usimamizi bora ili ardhi hiyo irejeshwe kwa matumizi yake halali. Nikiripotia Mtaani Radio, jina langu ni Triza Aloy. Rais William Ruto akiendelea na ziara yake ya maendeleo katika eneo la Nyanza siku ya 3, kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga ametambua kuwa baadhi ya sera za Rais Ruto zinafanana na mapendekezo aliyowahi kutoa hapo awali. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara, Raila amewataka Wakenya kuunga mkono serikali, akisisitizia mshikamano na usaidizi kwa miradi ya maendeleo. Kauli hizi zimeibua hisia miongoni mwa wakazi wa Dagoretti. Mwanahabari wetu Daniela Swala na taarifa zaidi. Richard Odor na Bernard Okoth, wakazi wa Dagoretti, wamesema kuwa watu wa Nyanza watanufaika pakubwa kutokana na ushirikiano huu. Wanaamini kuwa utaleta fursa mpya katika eneo hilo. Mimi kwa kwetu na kwa kwangu personal naona kama ni manufaa. Na policy zao kulingana baba aliongea jana kuhusu namna zile vitu Ruto na
anafanya ana support, that's the way to go. Na hizi can change mind because me personally I'm benefiting from the visit. Barabara zimefunguliwa, soko zimefunguliwa, stadium ndio ile tunaona rush iko up to standard. Na hayo yote ni sababu ya baba kuungana na president. Watu wa Nyanza wanaenda ku benefit great. Ruto unajua sasa yeye lose confidence in people. Now whatever he's trying to do ni to regain his popularity and that confidence. But na unaweza ona from Migori ukienda huko Mabei, so far tumekuwa na some notable projects zenye zimefanya because of that partnership. Hata hivyo, Edward Kinyanjui, mwakilishi wa wadi ya Nyathuna, kaunti ya Kiambu, alikuwa na mtazamo tofauti. Like on the border, we can have a speaker for competition. So it's like it doesn't have so much to lose. So it's like he has given enough. So according to my feelings, but what he's deciding is what they are benefiting. Maybe the area is more the development, this kind of engagement they are having with the current situation. So what is adding is what the area is benefiting. You know, that area has been supporting Raila for all those time. Now it's like he's more in government and in government is giving the area good. Ushirikiano huu unatajwa kama hatua muhimu ya kubadilisha sura ya kiuchumi ya eneo la Nyanza. Kadri mipango inavyosonga mbele, macho sasa yanaelekezwa kwa makubaliano haya na maendeleo itakayoleta Nyanza. Nikiripotia Mtaani Radio, jina langu ni Denila Swali. Na tukisonga mbele, wanaoagiza na kusambaza bidhaa za tobacco nchini wamepata pigo kubwa baada ya waziri wa afya Aden Duale kufuta leseni zao. Waziri huyo pia ameziagiza kampuni zilizoidhinishwa hapo awali kutuma maombi tena ndani ya siku 21. Duale alisema hayo hii leo huku dunia ikiadhimisha siku ya kupigana na matumizi mabaya ya tobacco. The Ministry of Health, pursuant to the Tobacco Control Act 2007 and other applicable laws, hereby suspends all existing licenses and import clearance related to the manufacture, importation, distribution, sale, or promotion of nicotine and related products with immediate effect. Kwingineko, aliyeteuliwa katika nafasi ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Erastus Ethekon amekanusha madai kwamba atampendelea Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akiwa mbele ya kamati ya bunge ya kitaifa ya haki na masuala ya kisheria hii leo, Ethekon aliwaambia wabunge kwamba atafanya kazi kwa haki na kuzingatia sheria ikiwa atathibitishwa kuwa mwenyekiti ajaye wa IEBC. Ethekon alikuwa akimjibu mbunge wa Dadaab Farah Maalim ambaye aliuliza kama atakuwa na upendeleo kwa Rais Ruto ambaye alimteua. Will you be biased in favor of William Ruto or not? Absolutely, Honorable Chair and members, absolutely. Just answer the way he has asked. I will not be. Ethekon pia aliwahakikishia wabunge hao kufanya kazi na mashirika mengine ili kuzuia ghasia za baada ya uchaguzi ifikapo mwaka 2027. Most of the work that I did was around the recovery from the 2007 post-election and working with national government institutions, including the IEBC, for programs that ensured that we had the 2010 referendum that went peaceful, the 2012-2013 campaigns and subsequent elections went successfully. And there are those specific measures that we put in place that given this opportunity I'll be able to bring so that then we work on electoral violence prevention. Na sasa tunamalizia ama tunakamilisha taarifa zetu na utabiri wa hali ya hewa. Rada ya weather. 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 Wahisani ya Kenya Meteorological Department, KDI. Na sehemu za Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Starehe na Kibra mchana huu zinashuhudia hali ya jua kiasi, huku hali ya joto ya juu ikiwa nyuzi 25 na ya chini kabisa kuwa nyuzi 13. Ni hayo tu kwa sasa. Jina langu ni Dalila Sharon.